Jeshi la Polisi Tanzania lingependa kuwajulisha kuwa hadi mchana huu wa tarehe 9 mwezi wa 12 2025 hali ya usalama wa nchi ni shwari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, Jeshi la Polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10 2025. Sambamba na hilo, wenye nia ovu wanaendelea kutumia picha mjongeo za matukio ya nyuma. Kwa mfano, kuna tukio la Juni 2025 ambalo kabila la Wamasai walikuwa wanafanya sherehe zao za jando katika msitu wa Tanapa, lakini imesambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kwamba Wamasai wameanza kudai haki zao huko. Kwa Dar es Salaam, kwanza jambo hili kimsingi ninafikiri ataliongelea kwa kina msemaji wetu wa Jeshi la Polisi. Huyo ndio msemaji wetu wa Jeshi la Polisi, lakini kwa sababu lilikuwa la kitaifa, tunaye msemaji wa serikali pia, Mheshimiwa Gerson Msigwa. Mimi mstari wangu ni mmoja tu. Wanasheria wanasema hati inajieleza yenyewe. Sasa ukiniuliza hali ikoje, wewe mwenyewe unaiona jinsi ilivyo. Hali ikoje, unaiona jinsi ilivyo. Wewe uko kwenye maeneo yetu. Mitandaoni wanasema yao na hapa unakiona unachokiona. Kwa hiyo sina maelezo zaidi. Ukirudia tena hali ikoje? Hali ipo kama unavyoiona. Unaiona vipi? Wewe ndio umezunguka. Nawashukuru sana. Nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wana Dar es Salaam wote kwa kuitikia wito mkubwa wa kuendelea kuitunza na kuilinda amani ambayo tumeirithi kutoka kwa wazazi, tumeirithi kutoka kwa waasisi wa taifa letu. Leo tunasherehekea sikukuu ya uhuru wa nchi yetu. Maana yake tangu mwaka 1961 mpaka sasa mwaka 2025 unaweza kuona kwamba sasa taifa letu liko huru kwa miaka mingapi mpaka sasa. Na kwa kufanya hivyo ni washukuru pia sana wana Dar es Salaam kwa kuitikia wito wa Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu namna ya kusherehekea sikukuu hii ya uhuru wa taifa letu. Waziri Mkuu jana alitoa tamko kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu wa Tanzania kusherehekea sherehe hii, lakini kwa wale ambao hawatakuwa na kazi ya muhimu sana basi kuweza kupunguza movements kama inabidi. Kwa Dar es Salaam naweza nikakiri kwamba mpaka muda huu tunapozungumza hali iko shwari na mji wetu uko salama, na niendelee tena kuwashukuru sana wana Dar es Salaam kwamba wameendelea kuwa mabalozi wazuri sana katika masuala ya amani ya taifa letu. Na wapo pia wachache wanaoweza pia kutamani kwamba taifa letu liingie tena kwenye misuko. Niendelee tena kushukuru sana na kuvitia moyo vyombo vya dola katika taifa letu kwamba ni muda wa kuendelea kulinda amani ya taifa letu pasipo hata kuweka mashaka ya aina yoyote. Nimeona tangu asubuhi, mchana na hata jioni baadhi ya picha zikiwa zinaibuliwa, picha za matukio ya nyuma. Yapo matukio ambayo yapo matukio ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025, yapo matukio ya tarehe 30, lakini yapo matukio hata ya nyuma zaidi ambayo yanaibuliwa leo kuonesha kwamba Dar es Salaam tayari maandamano, tayari vitu vingine vimechafuka. Na kwa ujumla ni kwamba baada ya msemaji wa Jeshi la Polisi kuweza kuyaona haya, msemaji wa Jeshi la Polisi ametoa taarifa kwamba wananchi waweze kupuuza taarifa hizo ambazo zinachanganya picha mnato, zinachanganya picha mgando ili kuleta taharuki kwa Watanzania
kwamba sasa kumechafuka, ili hali amani na utulivu imeendelea kuimarishwa. Kwa hiyo tunapoendelea kuiona hali hii kama tunu, nitoe tena rai kwa Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba tuendelee kuilinda amani hii, kwa sababu kila mmoja akikaa nyumbani kwake akaangalia na akalifrect nyuma, anaweza kuona kabisa kwamba kumbe amani ni zaidi ya fedha, kumbe amani ni zaidi ya chakula, kumbe amani ni zaidi ya jambo lote lile, kumbe amani ni zaidi ya utajiri wa aina yoyote. Kwa hiyo kumbe ukiambiwa mna utajiri gani katika taifa lenu, kumbe pasipo na shaka utajiri namba moja tulionao ni amani. Halafu vitu vingine vyote vinafuata. Amani haionekani, amani haishikiki, amani unaweza hata usiisikie, unaweza usipate hata harufu yake, lakini itakapotoweka ndipo unapoelewa kwamba kumbe amani ni chakula, kumbe amani ni urafiki, kumbe amani ni undugu, kumbe amani ni maendeleo, kumbe amani ni mambo mengine yote ambayo yapo katika mustakabali wa taifa letu. Niendelee tena na zaidi kwamba kesho na kuendelea tuendelee kuwa hivi namna ambavyo tumeifanya siku hii kuwa katika hali ya amani, basi tuendelee kuwa hivyo na siku zingine. Na baada ya kusema haya, ni washukuru sana viongozi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuendelea kushikamana, kwa kuendelea kwa wamoja na kuendelea kujenga udugu ambao umesimikwa kutoka kwa waasisi wetu, kutoka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini zaidi pia kutoka kwa hayati Abeid Amani Karume. Na baada ya kusema haya, ni watakieni kila la heri tena katika sikukuu hii kubwa sana ya uhuru wa taifa letu. Sasa hapa tulipo nimesimama kwenye daraja la Kijazi au Kijazi intersection kama ambavyo wengi tunavyoifahamu. Ni wilaya ya Ubungo ambayo mimi ndiye mkuu wa wilaya ya Ubungo. Na leo ni siku ya uhuru ambapo maelekezo ya serikali ni kwamba siku ya leo tuitumie kwa mapumziko ili kila Mtanzania apate muda wa kutafakari na kufikiria juu ya uhuru wetu na amani ya taifa letu. Kwa hapa nilipo nimeona kwenye mitandao mbalimbali wakionyesha picha kwamba kuna maandamano yanaendelea, kuna vurugu zinaendelea. Jambo ambalo ningependa sana kulisema nikiwa ndiye mkuu wa wilaya ya Ubungo mwenye dhamana ya kusimamia usalama wa wananchi pamoja na mali zao, hali ni shwari kabisa kama ambavyo mnaweza kujionea. Hakuna vurugu zozote, hakuna maandamano yoyote ambayo yamefanyika. Na hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Watanzania wanatambua umuhimu wa amani. Watanzania wanatambua. Na hata leo utulivu ambao unaonekana ni kwa sababu ya Watanzania wenyewe kwa mapenzi yao kwa nchi yao. Sasa wale ambao wanasambaza taarifa kwenye mitandao ya kijamii, mpaka nchi za jirani kuna ambao wanatoa taarifa kwamba kuna vurugu zinaendelea katika nchi yetu, kwa wilaya ya Ubungo hapa ninavyozungumza sasa hivi hali ni ya amani sana. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ndio maelekezo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais, ndio maelekezo ya Waziri Mkuu wetu na viongozi wengine katika taifa letu kwamba tuzingatie na tuilinde amani yetu. Sasa niko hapa kuwatoa hofu wana Ubungo na pia kupeleka taarifa kwa Watanzania wengine ambao wako nje ya wilaya ya Ubungo kwamba hali ni salama, hali ni shwari, raia pamoja na mali zao wako salama. Tuepuke upotoshaji. Mtu anaandika kwamba tukutane Magomeni, tukutane Manzese, tukutane Ubungo, tukutane Kimara, twende tukaongeze nguvu. Hakuna kitu kama hicho. Sisi sote ni taifa moja. Sisi sote tuna kila sababu na tuna kila wajibu wa kulilinda taifa letu. Kwa hiyo nitoe hofu kwamba hakuna vurugu, hakuna changamoto zozote ambazo zinaendelea katika wilaya ya Ubungo, na mimi naendelea kutoa rai kwa wananchi wote tuungane na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunalinda amani ya nchi yetu. Yale yote ambayo yamekuwa yakizungumzwa, masuala ya katiba mpya, Mheshimiwa Rais ameshatoa commitment, ameshatoa maelekezo kwamba mchakato wa katiba mpya utaendelea. Kuhusu masuala ya vijana, Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi, ameunda wizara maalum ya kushughulikia masuala ya vijana. Na sisi huku katika wilaya tumeshabeba maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kazi yetu ni utekelezaji. Kwa hiyo tusiruhusu watu ambao hawana nia njema na taifa letu kuingiza ajenda zao. Lengo ni kutuvuruga. Lengo ni kutuvuruga tu. Sasa wanapoona kwamba hawapati nafasi hiyo, tunaendelea kusimama imara, kushikamana, wanaleta taharuki, kutoa taarifa ambazo ni uongo. Taarifa hizo sio za kweli. Ubungo iko salama, hakuna mahali ambapo vijana wamejitokeza kusema wanafanya vurugu. Vijana wanaelewa kwamba tayari Mheshimiwa Rais ameshaunda wizara yao.
kama wana masuala yao, kama wana mambo yao ambayo wanataka yasikilizwe na yapo, tayari wizara ya kuzungumzia masuala haya na kushughulikia ipo, na naamini vijana wataitumia vizuri fursa hiyo.